Tunamaliza wiki ya kurejeshewa afya na kuingia katika wiki mpya. Sawa. Ambayo wiki hiyo ni ya kunyeshewa mikate kutoka mbinguni. Amina. Uko tayari mvua ya mikate kutoka mbinguni kunyeshe? Nipo tayari ninyeshe. Mkate kwa tafsiri halisi ni Yesu Kristo mwenyewe. Ndio. Katika miujiza, miongoni mwa miujiza aliyoifanya mbele za wanafunzi wake. Sawa. Ni kugeuza mikate 5 na samaki 2. Amen. Kulisha maelfu ya watu. Amina. Na kubakisha vikapu 12. Oh yes. Ambavyo ni kama sehemu ya mabaki ya mikate hiyo. Amina. Mikate hii 5 sawa, ikiwakilisha mwili wa Kristo. Oh yes. Uliobeba huduma 5. Amina. Yesu akijiita yeye ni chakula cha uzima. Sawa. Ama ni mkate wa uzima. Amina. Kama uko tayari ya kunyeshe mikate hiyo 5, piga kelele, sema niko tayari. Nipo tayari. Na Yesu anisaidie. Na Yesu anisaidie. Kama ndani ya mwili wako ndio umepewa mikate, unaota chakula unakula usiku, na kinaleta chachu kwenye mwili wako. Sawa. Kinaleta magonjwa kwenye mwili wako. Kinachachua maisha yako. Ndio. Sasa hivi mikate hiyo inaenda kuoza na kuharibika. Yes. Utanyeshewa mvua ya mikate kutoka mbinguni. Kama kwenye uchumi wako umekosa mkate, ndio, Mungu atanyesha mvua ya mikate. Inyeshe. Biblia inazungumza kuhusiana na sala ya Baba yetu. Miongoni mwa mambo ambayo sala hii inahimiza, sawa, utupe leo mkate wetu wa kila siku. Leo. Paulo anasema, yeye ampaye mwanadamu mkate uwe chakula, yes, atampa na mbegu kwa ajili ya kesho yake. Amina. Mkate unaweza kugeuka kuwa riziki yako. Kumbe. Kipato chako. Yes. Mkate unaweza kugeuka, amen, kuwa ni baraka kwenye maisha ya kwako. Amina. Mkate waweza kugeuka kuwa uponyaji katika maisha yako. Amen. Ya kwamba Yesu Kristo ndani yake kuna karama ya uponyaji. Ndani yake yeye ni Yehova Rafa, Mungu atuponyaye. Amina. Ambaye ndiye Mungu wa kweli, mwenye kuturejeshea afya na ustawi uliotukuka. Amina. Pigie makofi makubwa na vigeregere vya kutosha. Haleluya.